Na mtazamaji wa Kijumbe Brand TV, na mimi ni Christian Ali. Tumekuwa tukikusogezea taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitrend kwenye platform mbalimbali za social media. Na taarifa ambayo tunayo bwana ni kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imekubaliana na mapingamizi yaliyowekwa na mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yani Tundu Lissu. Katika kesi hiyo inahusiana na matamshi yaliyodaiwa kuchapishwa kwenye mtandao wa YouTube. Mawakili wa Lissu wakiongozwa na wakili Mpare Poki waliwasilisha mapingamizi ya kupinga shauri hilo kuendeshwa kwa njia ya mtandao, wakisema kuwa njia hiyo itakandamiza haki ya mteja wao kushiriki kikamilifu kwenye mchakato wa usikilizwaji. Na katika maamuzi yaliyotolewa, mahakama imekubaliana na hoja za mawakili wa utetezi na kuamua kuwa kesi hiyo haiwezi tena kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Badala yake, magereza na upande wa jamhuri wamelazimishwa kuhakikisha Tundu Lissu anafikishwa mahakamani moja kwa moja kila mara shauri hilo litakapotajwa au kuendelea kusikilizwa. Na shauri hilo lina makosa matatu, likihusiana na kutumia uchochezi kuchapisha taarifa za uongo kupitia mitandao ya kijamii, hususa YouTube. Awali serikali ilikuwa ikisisitiza kesi hiyo iendelee kwa njia ya mtandao licha ya upinzani kutoka kwa utetezi na mshtakiwa mwenyewe kuendelea kugoma kushiriki kwa mfumo huo uliowekwa. Mimi ni Christian Ali na hapa ni Kijumbe Brand TV. Kama hujasubscribe, hebu subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa ambazo tumekuwa tukikuwekea zile za moto ndani ya Kijumbe Brand TV.